Tarehe 18 mwezi wa 9 mwaka huu 2020, mkuu wa mkoa wa Tanga Martin Shigela aliunda tume ya wataalamu ya uchunguzi kutokana na malalamiko aliyokuwa akiyapata kutoka kwa wananchi, wafanyabiashara pamoja na wasafirishaji wa mifugo wakiwa wanatokea kule nchini Kenya kuja Tanga, huku kamati hiyo ikiongozwa na kamati ya ulinzi na usalama mkoa wa Tanga. Adha kubwa waliokuwa wakikutana nayo wafanyabiashara hao ni baadhi ya mifugo kupitishwa katika njia ambazo sio sahihi, pamoja na baadhi ya watumishi kutokuwa waaminifu. Hapa nipo mpakani mwa Kenya kwa Tanga Horohoro, ambapo mkuu wa mkoa wa Tanga amekuja kutoa maagizo mara baada ya uchunguzi uliofanywa kukamilika kutokana na matatizo yaliyokuwa yakifanyika katika mpaka huu wa Horohoro. Mimi ni Ibrahim Kunoge. Kabla hajatoa maagizo yake, hapa anapokea taarifa ya uchunguzi kutoka kwa katibu wa kamati ya uchunguzi na kusababisha serikali kukosa mapato yake. Pia kituo cha forodha Horohoro, kamati imebaini kwamba hakina kumbukumbu yoyote ya mifugo ambayo imewahi kusafirishwa kwenda nchini Kenya. Aidha, kamati imebaini kuwa mifugo yote iliyokuwa inasafirishwa kwenda nchini Kenya kutoka maeneo mbalimbali kama vile Morogoro, Handeni, ilikuwa inafikishwa kwenye eneo la mnada wa Horohoro. Kisha afisa mifugo wa kituo cha forodha Horohoro, Bwana Nicodemus Hosea Kiharuzi, ambaye anaiwakilisha Wizara ya Mifugo na Uvuvi hapa katika mpaka wetu, anakwenda peke yake kukagua mifugo hiyo kwenye ule mnada, kwa eneo la mnada, badala ya kukagua mifugo hiyo kwenye eneo lililojengwa na serikali ndani ya kituo cha forodha cha Horohoro. Baada ya kufanya ukaguzi huo kwenye eneo la mnada, afisa huyo alikuwa anaruhusu mifugo hiyo kupita kuanzia Zapanya kwenda nchini Kenya, badala ya kuelekeza mifugo hiyo kupita kwenye kituo cha forodha. Kamati ya uchunguzi ilimpata afisa huyo akiwa na daftari ambalo alikuwa anaandika taarifa za mifugo aliyokuwa anaikagua katika eneo la mnada, na taarifa hizi na daftari hili lilikuwa ni siri yake peke yake. Kati ya idara 17 zilizo katika kituo cha forodha hapa, hakuna ofisa mmoja alikuwa anajua taarifa za mifugo hiyo, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Na kama tulivyokupeleka kwenye mnada, imekuonyesha mnada ule umejengwa na halmashauri ya wilaya ya Mkinga kwa ajili ya kuwasaidia wananchi wa Mkinga kuuza mifugo yao, lakini sio eneo la kushushia mifugo ambayo iko on transit kwenda nchini Kenya. Eneo maalum la kushushia mizigo ni ambalo tumekupeleka Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ambao liko hapo kutoka kwenye kituo cha forodha. Lakini ofisa huyo yeye kwa makusudi kabisa na kutumia ofisi ya umma vibaya, anawatoroka wenzie hapa, anakwenda kukagua mifugo kule, kitu ambacho kimepelekea kuambukizwa kwa magonjwa kwa ng'ombe wa maeneo mengine ambao wako pale. Lakini pia hata ukaguzi uwazi, tulimtaka tuletee nyaraka kwa kipindi chote amekaa hapa boda, vibali ambavyo alikuwa anaenda kukagua kule hana hata kibali moja, amekitoa photocopy ambacho anacho. Ana daftari la kwake la siri ambalo anatembea nalo yeye mwenyewe. Jumla, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tangia kamati imeanza kazi hapa, imeweza kuisaidia serikali kuokoa jumla ya shilingi milioni 340 086 ambazo zimeweza kuokolewa na kamati tangia imeanza kazi yake tarehe 18 mwezi wa 9 2020. Kamati ya uchunguzi inapendekeza watumishi wafuatao wa TRA, wa mifugo pamoja na TBS wachukuliwe hatua kali za kisheria na za kinidhamu kwa kusababishia serikali hasara na upotevu wa mapato katika mpaka wa Horohoro. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, watumishi hao ni hao wafuatao: Edward Joseph Ndupa, huyu ni meneja wa custom mkoa wa Tanga anayeshughulika na idara ya custom. Ofisa huyu, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ameshindwa kutekeleza wajibu wake na kushindwa kusimamia utendaji wa watumishi wa idara ya forodha katika kituo cha forodha cha Horohoro
na kusababishia serikali hasara na upotevu wa mapato. Kamati inapendekeza ofisa huyu achukuliwe hatua kali za kisheria. Namba 2, Bakari Fadhili Asmani. Huyu ni ofisa wa forodha mfawizi wa kituo cha forodha Horohoro, anayesimamia shughuli zote za forodha katika mpaka wa Horohoro. Ofisa huyu ametumia vibaya ofisi ya umma kwa ajili ya kujinufaisha yeye mwenyewe kwa kuwapanga walinzi wa SUMA JKT kulinda border entry tofauti na mkataba wao na kusababisha magari na mizigo kupita border entry bila kukaguliwa na kusababisha serikali kukosa mapato. Aidha, ameshindwa kuweka mfumo mzuri wa ukaguzi wa mizigo, mifugo na makontena, jambo ambalo limesababishia serikali upotevu mkubwa wa mapato. Mheshimiwa Mkuu. Namba 3, Danda Hamisi Danda. Afisa huyu ni ofisa wa forodha msaidizi, yani custom assistance, katika kituo cha forodha hapa Horohoro. Moja ya majukumu yake ni kufanya ukaguzi wa mizigo, yani physical verification, na kukadiria kodi. Mnamo tarehe 1 mwezi wa 9 2020 alizuia gari la mfanyabiashara namba T 372 due to R Toyota Hiace ya mfanyabiashara huyu kwa sababu tu ya kutaka rushwa ya shilingi 150,000. Gari hiyo ilikuwa imekwisha kamilisha taratibu za kiforodha, ikiwemo kulipa kodi na maofisa waliokuwa zamu siku hiyo. Lakini ofisa huyu aitwa Danda Hamisi Danda, ambaye wala hakuwa zamu siku hiyo, alitoka nyumbani kwake baada ya kugundua akapata taarifa gari inataka kutoka. Alizuia gari hiyo kwa kuwapa maelekezo walinzi wa SUMA JKT kuwa gari hiyo isitoke hadi kwa maelekezo yake yeye. Walinzi hao wa SUMA JKT walitekeleza maelekezo hayo hadi tarehe 2 mwezi wa 9 2020 majira ya asubuhi. Aliwapa pia maelekezo mengine kwa vijana wa SUMA JKT kuruhusu gari hiyo iondoke. Hata hivyo, alifanya yote haya bila kumjulisha kiongozi wake yoyote. Hii inadhihirishwa wazi kuwa alichokuwa anakifanya kilikuwa ni manufaa yake binafsi ya kutaka rushwa. Kamati ya uchunguzi inapendekeza mtumishi huyu achukuliwe hatua kali za kisheria na za kijinai kwa matumizi mabaya ya madaraka. Mtumishi mwingine ni Azizi Dutiro. Ofisa huyu ni ofisa wa forodha msaidizi, yani custom assistant, katika kituo cha mpakani Horohoro. Miongoni mwa majukumu yake ni kufanya ukaguzi wa mizigo, yani physical verification, na kukadiria kodi. Mnamo tarehe 28 mwezi wa 4 2020 alikadiria kodi kidogo kwenye mizigo ya mteja ambayo ilikuwa imebeba madera kwa kadiria kodi ya shilingi 2,246. Baada ya tukio hili kujulikana kwa vyombo vya dola, hatua za haraka zilichukuliwa. Mzigo huu ulikaguliwa upya na kubainika kuwa kuna kukadiriwa kodi upya ya shilingi milioni 1,250,065. Mara baada ya kupata taarifa hiyo ya uchunguzi kutoka kwa katibu wa kamati ya uchunguzi, mkuu wa mkoa wa Tanga hapa anatoa maagizo yake. Na ndio maana katika kipindi cha hizi tangu tarehe 18 mpaka tarehe 25 leo, tume imefanya kazi yake vizuri na kukusanya zaidi ya milioni 340 iliyotokana na mizigo inayosafirishwa kwa mabasi makubwa yaliyobadilishwa. Baada ya kuwa ni mabasi ya abiria, viti vikatolewa, yanafuata mizigo Kenya kuleta katika nchi yetu ya Tanzania. Haizuiliwi kufanya hivyo, lakini lazima walipe kodi stahiki ili serikali iweze kupata fedha zake ziweze kwenda kwenye shughuli za maendeleo. Kwa hiyo watumishi wa kituo chetu kwa kipindi kifupi kilichokaa, tume ikaleta zaidi ya milioni 260. Manake ukichukua kipindi cha nyuma, manake serikali imepoteza mapato mengi sana katika kituo chetu cha Horohoro. Watumishi wapo, wanalipwa na serikali, wamesomeshwa na Watanzania, wanawatumikia Watanzania. Baada ya kuwatumikia Watanzania, wanatengeneza kama ni shamba la kwao. Jambo hili aliweze kubalika kwenye serikali ya Dr. John Pombe Joseph. Tunao watumishi kule Mombasa kwenye bandari. Kazi yao, makontena yote yanayokuja katika nchi yetu
kupitia bandari ya Mombasa wanayakagua na kujiridhisha bidhaa iliyoko mle ndani. Katika kipindi cha miezi miwili tume iliyokaa hapa ikikagua na kuona utendaji kazi imekamata makontena 5 yana bidhaa ambazo haziko kwenye document za shipping. Kwa hiyo manake waliweka kwenye makontena bidhaa iliyokuwa declared kwenye bill of lading, halafu katikati wakaweka bidhaa ambayo wanajua kwamba itapita bila shida yoyote. Ndio maana wanatengeneza utaratibu, ukifika hapo unafungua nyuma, unaangalia, unaruhusu mzigo. Ndio maana kipindi hiki zimeweza kukamatwa zaidi ya simu 200 na kitu. Zimekamatwa baskeli zilizokuwa zinapitishwa kinyemera zaidi ya 100 na kitu, na ndio zimepelekea kupata zaidi ya milioni 60. Maana kusingekuwa na tume na wasingeweza kufuatilia, maana makontena mengine yalibidi kufuatiliwa mpaka mjini kwenye magodauni, ndio fedha hizi kaweza kupatikana zaidi ya milioni 60. Kwa hiyo tunao watumishi kule Mombasa, nadhani hao watakuwa wameenda kula picnic. Wanalipwa pesa na wanalipwa posho ya ziada ya kukaa nje ya nchi. Serikali yetu inawalipa vizuri watumishi. Ukienda kufanya nje ya nchi, unalipwa mshahara wako na unalipwa ziada kwa sababu unafanya nje ya nchi. Baada ya kuisaidia serikali, wenyewe wameenda kutafuta maisha yao wanayojua kule nchini Kenya. Hakijulikani hata kama kinatunzwa hiki kiofisini. Nadhani akienda kulala usiku anaondoka nacho, anaenda kulala nacho. Peji zote hizi zimeorodheshwa ng'ombe, zimeorodheshwa mbuzi, na hakuna hata pesa hata moja iliyoingia serikalini. Unaweza kuona hao wote ni ng'ombe, hao ng'ombe na mbuzi huko. Na hii ni peji moja tu. Unaweza kusema labda napangua napotaka. Hizi hapa. Hizi hapa. Kwa hiyo peji zote hizi hizi zimeorodheshwa mifugo haijawahi kupita kwenye official border. Tuna watumishi wa boda hapa wanaodili na mapato ya serikali. Tuna afisa mifugo, sio anafanya kazi gani hapa? Lakini ndani ya tarehe 7 ya mwezi Novemba mpaka sasa, kwa kamati kuweka mfumo mzuri na wafanyabiashara wameshukuru, zimeweza kupatikana milioni 19. Manake wafanyabiashara waliokuwa wanapeleka mifugo Kenya walikuwa nakwenda kama watu yatima, hawana document yoyote, wanaweza kunyang'anywa kama wezi wa mifugo kutoka Kenya. Ni Watanzania wamepeleka mifugo, wameinunua kwenye minada yetu, wamekuja mpaka kwenye official border, halafu mtumishi wa serikali anatoka nje ya kituo cha Horohoro anaenda kutengeneza utaratibu wa kukusanya mapato. Hakuna mtu wa TRA anayejiridhisha kama dokumenti zote na nyaraka zote zimekamilika. Hakuna mtumishi wa TRA anayejiridhisha kama mapato ya serikali yamelipwa. Jambo hili hatuwezi kuruhusu likaendelea kama lilivyo. Nataka niwaambieni, Tanzania ni nchi huru. Rais wetu ameamua kusimama kuangalia vyanzo vyetu vya mapato, kuangalia utajiri wetu, tukusanye mapato tuweze kujiendesha wenyewe. Halafu wako watu huku chini wanataka turudi kwa mabeberu kwenda kuomba misaada. Wako watumishi huku chini wa Tanzania, lakini wanashiriki kuihujumu nchi yetu. Hawana tofauti na watu ambao wanaitakia mabaya nchi yetu. Sasa wako watumishi hapa wametaja, na mimi nataka niwaambie wafanyabiashara mlioko hapa, maana nimesikia kuna wafanyabiashara, kuna watu wa clearing. Hakuna sababu ya kupitisha bidhaa zako kinyemera, na naambiwa kuna watu wengi wanaofuata mizigo hii midogo midogo hii wanakuja bila risiti, wanaificha,
kwa sababu kuna mchakato wa rushwa hapa, ili apitishe mizigo yake kwa kubageni, kwa kukadiria, kwa kubageni na mtumishi wa TRA. Sasa jambo hili halikubaliki. Ndio maana tukaunda timu ilihusisha vyombo vyote vya ulinzi na usalama, na wako baadhi ya wafanyakazi humu ndani walikuwa na beza nguvu ya soda, hawafiki popote, subirini kwanza, msilete mizigo, wakiondoka mtaanza kuleta. Sio serikali ya Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Kwenye vita ya haki, serikali ya awamu ya 5 ya Rais Magufuli haijawahi kushindwa. Labda unafanya vita ya kudhulumu watu. Sasa nyie ambao mmeshiriki vitu hivi, na meneja wa custom wa mkoa anajua, na anajifanya ajui tu, anakuja hapa kama anakuja naye mtalii, inchaji wa Horohoro, naye anashangaa kwamba mifugo inapita kule, wamejenga structure pale, serikali imeweka hela nyingi pale kwa ajili ya mifugo, lakini hakuna hata mfugo mmoja uliwahi kupita pale. Tunauliza na sisi tunashangaa. Nyinyi hamna tofauti na wanaohujumu mapato ya nchi yetu, hamna tofauti na wanaohujumu uchumi wa taifa letu. Katika makontena yaliyopita katika kipindi cha mwezi wa 9 na wa 10, 5 yalibainika na bidhaa ambazo zilikuwa declared kwenye custom. Ukienda kwenye boda zote ambazo zinapitisha makontena yanayotoka Mombasa kwenye bandari ya Mombasa, maanake tuna bidhaa nyingi ambazo huenda zinapita bila kwa accounted na kulipiwa kodi. Kwa hiyo wenzetu hawa wamegeuza hapa kuwa ni shamba la bibi. Meneja, maelekezo ya serikali, maelekezo ya kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa, kwanza hawa wanaenda kwenye taratibu za kiuchunguzi, vyombo vya dola viwachukue wakaanze kutoa maelezo kwa nini wasifikishwe mahakamani. La kwanza. La pili, mlete watumishi wengine hapa. Tunataka kituo cha Horohoro kiwe ni kituo cha mfano kwa kuhudumia wateja, sio watu wanakuja kugeuza kama shamba la bibi na kujipatia pesa. Wasiana Commissioner General, na mimi nimeongea naye leo, walete watumishi wengine hawa. Kama bado mnawapenda sana TRA kwenda kuwaona sura zao, basi wasogeze kwenye ofisi zenu, tutakaa nao kwenye ofisi zenu. Lakini kwa matumizi ya kazi za Horohoro, kuanzia leo, tena kuanzia sasa, hatakiwi kuwepo hapa RPC. Hawa wote ni halali yako pamoja na kamanda wa TAKUKURU.